Matendo ya Mitume. Siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenasara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendekezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwawekeze juu ya jambo hili, na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumu lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa makutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejawa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka makutano yao juu yao. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa makuhani wakaitii ile imani. Neno la Bwana. Somo la pili. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Petro sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Mmwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nani kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwenye nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hataharika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwa wasioamini jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile, wasiliamini nao waliowekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru ya ajabu. Neno la Bwana. Mpigie Bwana vigeregere, enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10, mwimbieni sifa zake. Bwana
na kazi yake huitenda kuaminifu, huzipenda haki na hukumu. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Jicho la Bwana li kwa wamchao, waziongozao fadhili zake. Yeye huwafanya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Yesu alimwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
Yesu aliwaambia wafuasi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Babangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngali nijua mimi, mngali mjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuoneshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo? Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Neno la Bwana. Bwana Yesu, tunakushukuru kufika kwetu, ili tupokee kwenye heri yako. Usichoke kutuangalia tusipotee katika njia ya kukufuata, ili kufika unapokaa wewe. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Mtume Tomaso alikuuliza habari ya njia ya kufikia heri. Utusaidie kutambua wewe njia yenye heri hapa duniani na huko mbinguni. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu
na kuyafuata katika maisha yetu ya kila siku. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Tukifuata nyayo zako, utuongoze kutambua shida za wenzetu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Ulitoa ahadi ya kwamba wafuasi wataweza kwa neema yako kutenda makubwa. Utupe ujasiri wa kuendeleza ujumbe wako. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Pokea ombi letu Baba Mungu. Mungu, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Hayo maombi yetu tuliyoyatamka kwako ni baadhi tu ya mahitaji yetu. Wewe unajua hitaji, changamoto na kila kitu cha kila mmoja wetu aliyeko hapa. Tunakuomba uyapokee hayo yote, na yale ambayo tunayo katika mioyo yetu tunaomba pia uyapokee. Tumeshindwa kuthubutu kusema kwako, lakini wewe unajua. Tunaomba baraka zako kwa ajili ya watoto wetu walioko hapa katika misa hii. Tunaomba baraka zako kwa ajili ya vijana wote walioko hapa katika misa hii. Wabariki na kuwaongoza. Kristo aliye njia, ukweli na uzima, aoneshe njia ya mafanikio, njia ya ukweli, na waweze kufikia ndoto zao na kupata mafanikio. Tunaomba baraka zako kwa ajili ya kina baba na kina mama walioko hapa. Tunaomba baraka zako kwa ajili ya kazi zetu, kazi mbalimbali. Hao wana wako walio mbele yako wamefanya kazi mbalimbali, wakulima, wafanya kazi, wafanya biashara. Tunaomba ubariki kazi hizo na uwawezeshe waweze kupata mafanikio katika maisha yao. Ubariki watoto wetu wanaosoma, waweze kufanya vyema katika masomo yao, na hasa hao ambao tunawakumbuka katika misa hii wanaoanza mitihani yao ya kitaifa ya kidato cha 6, na wenyewe waweze kufanikiwa, wafaulu tu, si tu mitihani yao, bali wafaulu katika maisha yao. Tunaomba utubariki na utuongoze daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wala kutu wala wepi na Mungu.
agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo,
uliyewaambia mitume wako, amani nawachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa furaha tupeane amani ya Bwana. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku ile alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Yeah.
Bwana awe nanyi. Kwa maombezi ya Mtakatifu Yakobo, somo na msimamizi wa kigango chetu, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Haleluya. Asante na watakieni sherehe njema ya somo wetu.